Bwana Yesu asifiwe. Sasa usije ukafikiri na kesho tunaweza mwalimu anaweza akachelewa kusimama namna hii, kwa sababu kuanzia kesho hatutakuwa tunafundisha tu neno la Mungu, lakini kutakuwa na maombezi zaidi na maombi juu ya kile ambacho Roho Mtakatifu atakuwa anasema na sisi. Kwa hiyo hakikisha unajitahidi kuwahi, na Mungu anipe neema at least kuanzia saa 10:30 niwe nasimama, ili wale ambao wanatoka mbali, mchungaji wangu pale anayetokea kilomita 20 kutoka hapa aliniambia sasa Wakristo wake wanaweza wakaja kwenye ibada hii alafu wakachelewa kufika kule na ni mbali. Kwa hiyo tutakuwa tunajitahidi angalau ili saa 12 tunamaliza, watu wanaoenda mbali waweze kufika wanakokwenda. Umenielewa mtumishi wa Mungu? Mtu unayependwa na Mungu, umenielewa? Kama umenielewa sema amen. Sema amina tena. Bwana asifiwe. Funika macho yako. Roho Mtakatifu, mwalimu mzuri, asante kwa ajili ya neema hii Bwana. Tunatambua uwepo wako, tunatambua nafasi uliotupa. Unajua hatuwezi bila wewe. Ninanyenyekea kwako sana kwa ajili ya muda huu Bwana. Utuwezeshe kupokea yaliyo ya kwako, tuyasikilize kutoka kwako. Kitumie kinywa hiki cha mwanadamu kunena siri zako e Bwana, kwa watu wako hawa walio wa thamani walioko hapa Bwana, na watakaotufuatilia kwa njia ya mitandao. Sema nao sawa sawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa kuwa uko katikati yetu. Roho Mtakatifu, chukua nafasi kwenye akili zetu na mawazo yetu. Chukua nafasi wewe, liachilie neno lako la thamani ambalo umelikusudia kwetu, kwa jina la Yesu. Asante kwa uwepo wako na nguvu zako, katika jina la Yesu, amen. Amen. Kichwa cha somo ambacho tunaendelea nacho ni neema na uwezo. Kujaa neema na uwezo. Kujaa neema na uwezo. Kujaa neema na uwezo. Nilikufungulia ile kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 6. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 6 ule mstari wa 8. Anasema mpaka ule wa 10. Anasema na Stefano akijaa neema na uwezo alikuwa akifanya maajabu na ishara kubwa katika watu. Lakini baadhi ya watu wa sinagogi lililoitwa sinagogi la Mahuru, na wala wa Krene, na la wa Iskandaria, na la wale wa Kilikia na Asia, wakaondoka na kujadiliana na Stefano, lakini hawakuweza kushindana na hiyo hekima na huyo roho aliyesema naye. Mstari wa 10, lakini hawakuweza kushindana na hiyo hekima na huyo roho aliyesema naye. Haleluya, watu wa Mungu. Tunaposoma ili andiko utagundua vitu kama 4 vya msingi. Kwanza utaona neema, alafu utaona kitu kingine kinaitwa uwezo. Alafu utagundua jambo lingine, matokeo ya hiyo neema na uwezo, ambalo hili ni jambo la 3. Ni matokeo gani hayo? Anasema maajabu na ishara kubwa katika watu. Lakini utagundua jambo la 4 ambalo linazungumzwa hapo. Kulikuwa na mjadala, mabishano. Hawa watu wanatoka kwenye masinagogi kubishana na mtumishi wa Mungu, na wakati wanajadiliana utaona jambo la 5 linalotokea. Katika kushindana kwao hawakuweza kuishinda ile hekima iliyokuwa ndani ya Stefano na roho aliyesema naye. Haya ni mambo ya msingi ya kuyafahamu. Sasa ukisoma maandiko hapa utagundua Biblia inasema na Stefano akijaa neema na uwezo. Akijaa neema na uwezo. Unaweza ukawa na neema imejaa ndani, unaweza ukawa na uwezo lakini huo uwezo umejaa ndani yako. Biblia inasema akijaa neema na uwezo alikuwa akifanya maajabu na ishara. Hii inaonyesha kwamba ile neema na uwezo vilipojaa ndani yake
vilimwezesha kufanya maajabu na ishara. Neno ishara maana yake miujiza kati ya watu. Amen, amen. Kujaa neema na uwezo. Na jana nilikueleza kidogo, neema, ukisoma kwenye kamusi ya Biblia, neema ni upendo wa Mungu ambao mwanadamu hakuustahili. Neema ni upendo wa Mungu ambao mwanadamu hakuustahili. Nikakupa maana nyingine. Maana ya pili nikasema neema ni upendo wa Mungu ambao mwanadamu hakuustahili, unaomfanya Mungu amtendee mambo au vitu huyo mwanadamu ambavyo kwa kweli hakustahili kutendewa. Hiyo ndio neema. Nikakwambia neema, maana nyingine ya tatu nikakwambia neema ni kustahilishwa usioyastahili. Lakini huko kustahilishwa usioyastahili kunakotoka kwa Mungu. Neema. Na kwa nini narudia? Ukitambua, ukielewa kwa kina ndani yake, chochote unachokifanya, hali yoyote ulio nayo, itakufanya umshukuru Mungu sana. Utaona sio haki yako, isipokuwa ni neema ya Mungu imekufanya hivyo ulivyo. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Wakorinto wa kwanza ile sura ya 15 mstari wa 9 hadi wa 10, ili sikukwambia tunazungumza habari ya neema. Unisikilize mtu wa Mungu. Wakorinto wa kwanza ile sura ya 15 mstari ule wa 9 mpaka wa 10. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 9 mpaka wa 10, anazungumza jambo hili. Maana mimi ni mdogo katika mitume, nisiyestahili kuitwa mitume, kwa sababu naliliuzi kanisa la Mungu. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote, wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Ni Paulo anazungumza hapa. Anasema mimi niliye mdogo, sikustahili. Mimi ni mdogo katika mitume, nisiyestahili. Unaona hilo neno, nisiyestahili. Sasa kitu gani kimemstahilisha? Kama yeye mwenyewe anasema nisiyestahili, na anatoa sababu ambazo zinamfanya aseme hastahili. Anasema mimi niliye mdogo, mimi ni mdogo katika mitume, nisiyestahili. Nisiyestahili maana yake sina sifa, maana yake sina vigezo. Haleluya, watu wa Mungu. Maana yake sina sifa, maana yake sina vigezo. Ndio maana ya nisiyestahili. Nisiyestahili kuwa nani? Anasema nisiyestahili kuitwa mitume. Kwa sababu gani? Naliliudhi kanisa la Mungu. Naliliudhi. Mimi nililipa adha kanisa la Mungu, nililiudhunisha, nililipa mateso. Kwa hiyo sina vigezo vya kuitwa mtume, sistahili. Mimi ni mdogo, sistahili. Sasa angalia, anasema lakini kwa neema, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Lakini kwa neema, maana yake anasema wakati sina vigezo, wakati sina sifa, wakati sistahili kabisa, kitu gani kimenistahilisha? Neema ya Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Neema ya Mungu. Najaribu kukupa ile tafsiri. Anaposema, nilipokupa ile maana ya kwamba neema ni kustahilishwa usioyastahili, yanayotoka kwa Mungu. Ninaposema neema ni kustahilishwa usioyastahili, angalia mfano wa huyu mtume Paulo. Anasema mimi kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote. Anasema hiyo neema sio tu kwamba imenistahilisha kuwa mtume, lakini hiyo neema imenifanya niwe na uwezo wa kufanya kazi kuliko wao wote. Maana kwa lugha nyingine anasema hata hii kazi mnaoiona sio mimi,
ni neema ya Mungu imenifanya hivi. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa lugha nyingine, hata huduma hii mnaoiona, miujiza inayotendeka, ukisoma kwenye Matendo ya Mitume utaona Biblia inasema kwa mikono ya Paulo Mungu akafanya miujiza ya kupita kawaida, miujiza ya kupita kawaida. Kwa hiyo kwa lugha nyingine anawaambia, pamoja na heshima, unajua mahali pengine alitokea wale watu wa mji wakakusanyika, wakaandaa na sadaka, wakasema hawa sio wanadamu, hii ni miungu, hawa ni wakina Mungu wamekuja. Wakaenda ili kuwasujudia na kuwapa sadaka. Biblia inasema, Paulo anawaambia, anasema sisi ni wanadamu kama ninyi, kama ninyi hamstahili kutusujudia na kutupa hizi sadaka, kwa maana ya kutupa utambulisho wa kuwa sisi ni miungu. Wakawakatalia. Kitu gani kiliwachanganya? Miujiza iliyokuwa inatendeka, upako uliokuwa juu yao, nguvu ya Mungu aliyokuwa anatembea nayo, uweza uliokuwa juu yao. Wakachanganikiwa ule mji, wakawakimbilia na kuona hawa sio wanadamu. Lakini maandiko yanasema hawa ndugu walikataa. Kilichofanya wakataa ile heshima, Paulo alikuwa anajua ni neema, alijua alikotoka. Sisi mara nyingi huwa tunasahau. Ukishaokoka na Mungu akianza kukutumia vizuri, unafikiri unahisi ni kama ulizaliwa ukiwa mtumishi. Lakini kumbe kuna mahali umetokea, na neema ya Mungu ndio iliyokufanya hivyo ulivyo. Amen, amen. Sasa unaposoma kwenye lile andiko la Matendo ya Mitume ile sura ya 6 mstari wa 8, tunaporudi pale anasema Stefano akijaa neema, akijaa neema. Ukiangalia usema pale, sio neema ya kukuokoa tena, bali ni neema ya kukuwezesha kutenda mambo ambayo Mungu anataka uyafanye. Na ndio maana Biblia inasema akijaa neema, haisemi akaokoka, inasema akijaa neema akafanya ishara na maajabu kati ya watu. Maana yake kilichokuwa kinatenda kwenye maisha yake, mpaka watu wanaona zile ishara, wanaona maajabu, wanaona miujiza. Sio kwa sababu Stefano ni mzuri kuliko wengine, ila neema ambayo Roho Mtakatifu alikuwa ameijaza kwenye maisha yake. Ndio maana kuna mambo kwenye maisha, unisikilize kanisa la Mungu la Dodoma, kuna mambo kwenye maisha unaweza ukamuomba Mungu sana, lakini nataka nikwambie, kama yanahitaji neema, uwe na uhakika Mungu akitaka kukusaidia, unajua atakachofanya ni kufundisha namna ya kuikulia neema aliyoiweka ndani yako. Kasome maandiko, Biblia inasema kuweni katika neema, to grow in grace. Kuweni katika neema na katika kumjua Bwana kuna kukua. Neema tunaipokea wote, neema ituokoayo haina vipimo. Lakini unapokuwa katika neema, neema inazidiana. Kasome maandiko, Biblia inasema ametupatia sisi neema izidio. Neema izidio maana yake kuna wengine wana neema kama ya kwetu, lakini sisi ametupa neema izidio, ambayo kwa hiyo husema Mungu wapinga wajikusao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Unajiuliza, anawaambia watu gani? Je, anawaambia wapagani? Hapana. Anawaambia watu ambao hawajaokoka? Hapana. Anawaambia wale ambao neema ilihusika kuwaokoa. Anasema ikiwa mtataka kuongezeka, mtataka kuzidishwa katika neema, kinachohitajika kwenu ni unyenyekevu. Yakobo sura ya 4 mstari wa 6. Yakobo sura ya 4 mstari wa 6. Lakini hutujalia sisi neema iliyozidi. Angalia hilo andiko, hutujalia. Maana yake Mungu ametupatia sisi. Huyu mzee anazungumza neema iliyozidi, hutujalia. Kwa Kiswahili kingine cha kawaida tungesema hutupa. Amen. Sasa hili neno hutupa sio tu alitupa mara moja, ndio maana unaona anasema hutujalia sisi neema iliyozidi, ambayo kwa hiyo husema Mungu huwapinga wajikusao. Maana yake unaweza ukaokoka ukaanza kujikuza ndani yako.
Kujikuza maana yake nini? Kuna vitu unaona kwako ni halali, yani kwako ni haki yako, yani unaona hata hivi nimeamka ni haki yangu bwana. Unajua mimi ni mtumishi wa Mungu, msione hivi ndio maana nimeamka salama. Neema inasema hivi, ukiamka salama ni kwa sababu ya neema ya Mungu aliye hai. Haleluya. Kuna watumishi wakubwa wenye upako walilala usiku wakaamka wamekufa. Kwa ukiamka salama ni kwa sababu ile neema ya Mungu iko juu ya maisha yako na ina sababu ya kukuacha hai. Sasa anasema Mungu wapinga wajikusao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Kwa unagundua password ya kukua katika neema ni unyenyekevu. 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 Kujishusha, kujisubmit kwa Mungu aliye hai. Uwezo ni kitu gani? Nimekueleza kuhusu neema. Uwezo ni kitu gani? Uwezo ni kitu gani? Maana ya kwanza, uwezo ni nguvu iliyoko ndani yako inayosababisha vitu kutokea ndani yako. Mwalimu, kwa nini unafundisha hapa kwa msisitizo? Tukienda mbele, tutakapokuwa tunaomba, usisahau tulikotoka. Na ndio maana nafundisha ili kwa msisitizo, kwa sababu ukiomba bila neno ndani yako ni kama vile unapiga kelele tu. Uwezo ni nguvu iliyoko ndani yako inaosababisha vitu kutokea. Waebrania 11 mstari wa 11. Inamzungumza mama mmoja Sala. Waebrania 11 mstari wa 11. Waebrania 11 mstari wa 11. Kwa imani hata Sala mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake, kwa kuwa alimhesabu yeye aliyeahidi kuwa mwaminifu. Alimhesabu yeye aliyeahidi kuwa mwaminifu, maana yake hakuwa na shaka na kile Mungu amesema. Hakuangalia mazingira ya tumbo lake likoje. Kwa kuwa Mungu amesema, huyu ni mwaminifu, hili alilosema litakuwa. Hasa ukisoma anasema kwa imani hata Sala mwenyewe alipokea uwezo. Sio alipokea mimba, sio alipokea mtoto, alipokea uwezo. Kwa mfano, saa nyingine unaomba na unasema nimekuwa kwenye maombi mwalimu, Roho Mtakatifu amekuwa akisema na mimi juu ya uchumi wangu, juu ya maisha yangu, juu ya ndoa yangu. Amekuwa akisema na mimi, kama ni binti anakuambia amesema na mimi mpaka juu ya future, juu ya maisha yangu ya ndoa yatakavyokuwa na uzao wangu. Unamwambia hakuna shida. Ile kwamba amesema ni jambo lingine. Kuyazaa hayo aliyoyasema yaonekane ni kitu kingine. Ni kitu kingine. Na hapa ndipo tunapotofautiana. Watu wengi Mungu amesema nao, lakini vile alivyosema havitokei. Kwa sababu Mungu akisema, angalia, ngoja nikupe hii siri uelewe. Siri ambayo Mungu amekuwa akitufundisha mara kwa mara. Mungu akisema jambo, ukalipokea, ukaitikia kwa imani kwamba ni Mungu amesema, ile imani cha kwanza itakusukuma kwenye maombi ya shukrani kwamba asante, na utamaanisha kutoka moyoni kwamba asante, kwa sababu ile shukrani yako tu itaonyesha kwamba umeamini kwamba Mungu amesema au la. Ndio maana unashangaa mtu mwingine Mungu amesema, si tu anaishia kumshukuru Mungu, lakini anabeba mpaka na sadaka. Kinachomsukuma ni nini? Imani yake kwamba Mungu amesema na nimeamini kwamba yeye ni mwaminifu. Ataingia kwenye maombi,
Sasa akiwa kwenye maombi kule, kuna vitu Mungu huwa anasema generally, lakini mchakato wa kuvipata ni kingine kabisa. Mungu anasema haya ndio maisha yako. Yes, kuyafikia kunahitaji maelekezo yake. Ndio maana akisema ukitia hatua ya kwanza, utamshukuru, utaomba. Wakati unaonyesha ule unyenyekevu na kuomba, neema ile ya Mungu inakusaidia, kwa sababu umeonyesha unyenyekevu, inakusaidia. Unaomba, 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 unaomba. Mungu asante kwa kusema na mimi. Mungu asante, jambo hili lisichelewe, natamani litokee ili likuheshimishe wewe kwenye maisha yangu. Watu wakiona ninavyokutumikia saa nyingine wanaona kama vile napoteza muda, lakini nimeyatoa maisha yangu kwako, lithibitishe hili jambo. Umekaa kwenye maombi kwa unyenyekevu, unaomba, angalia Mungu anachofanya. Wakati unaomba, Roho Mtakatifu anaanza kuwa karibu na wewe, anaanza kuzaa kitu kule ndani yako kama mimba vile. Unasikia kuugua, unasikia kuwa na mzigo kuliko vile ulivyoanza kuomba. Roho Mtakatifu anaanza kukubana. Saa nyingine ulitamani kwenda kutembea, anataka ukae chumbani kwako. Unakaa chumbani kule ndani, afu unashangaa saa nyingine unatamani kuomba, anazuia kuomba, anakusukuma kuchukua Biblia. Unaanza kusoma Biblia, wakati unasoma unashangaa, unasoma mpaka machozi yanatoka. Anaanza kukuonyesha ndani ya neno lake. Lile neno linapoingia ndani, unaanza kusikia ghafla kama vile moto kwenye moyo wako, kama vile moto kwenye roho yako. Lile neno linapata nafasi, alafu ghafla wakati ulifikiri una imani, lile neno linapokuja linakufungua namna hii. Ile imani inakuwa kama volkano kule ndani, inakuwa kama volkano kule ndani, kunakuwa kama mlipuko kule ndani. Wakati kunapokuwa kama mlipuko, akili yako inaanza kuathiriwa. Yale mazingira ulio nayo yanapoteza power, hali ulizo nazo zinapoteza nguvu, bali kile ambacho Mungu amesema kinaanza kuwa halisi. Alafu macho yako ya ndani yanafunguka, unaanza kuona kana kwamba umeshakipata tayari, kana kwamba tayari kimepatikana. Ghafla utashangaa mwingine anapiga mpaka mazoezi ya namna ya kutembea na kile kitu. Kwa nini? Kwa sababu ule uhakika kule Roho Mtakatifu alikokumbana, kuna kitu amekikuza ndani yake. Kile anachokikuza ndani yake, kingine kinaitwa imani, lakini kingine kinaitwa uwezo ndani yake. Yani kueleze Mungu ninaomba niinue. Kwa mfano, ni rahisi kumuona askofu pale au kumuona mchungaji pale ukasema na mimi tu Mungu anipe nafasi ya kuwa askofu. Ni rahisi. Mungu anachofanya, watu wa Mungu, chochote anachokupa, cha kwanza hakupi kitu kabla ya kukutengenezea uwezo. Ukingangania na akikupa, hakiwezi kudumu na kinaweza kukuharibu kabisa. Niamini ninachokwambia. Mungu anapokupa anakutengenezea uwezo. Ndio maana ukisoma kwenye vitabu vya Agano la Kale, kuna mahali pengine anasema panua mahali pa hema yako. Unaelewa? Anakutengenezea uwezo wa kuhendo hicho kitu atakachokupa. Kuna namna fulani Mungu akikuinua, kuna heshima zitakujia, kuna utukufu fulani, watu wataanza kukuheshimu. Ukipita mahali wanasema mtumishi amepita. Kuna ofisi ukiingia, watu wanakuheshimu, wanakupa respect. Kuna maeneo ukipita, watu wanasema mtu wa Mungu, mtumishi wa Mungu amepita hapa, mwalimu amepita hapa, mwinjilisti amepita hapa, mchungaji amepita. Ile heshima huwa haitangulii kwanza. Mungu anakutengenezea mchakato kwanza wa kukutengenezea uwezo. Ndio maana wengine kuna maombi wakiomba, Mungu anaposikia yale maombi yanageuka kama vile ni jaribu kwao, yanawapitisha kwenye mchakato fulani kama vile moto. Anapita kwenye misukosuko mpaka anajiuliza, mbona nilichokuwa ninaomba ni tofauti, na hii vita inatoka wapi? Kumbe Mungu analitumia lile darasa kutengeneza uwezo ndani yako, kwamba atakapokuinua pale juu, wala usifike mahali ukasema
usije ukapotea. Umewahi kujiuliza watu wengine wanakuambia kwa nini walokole wengi akiwa hajaoa yuko fire kweli kweli, akioa anapoa? Wengine hawajanielewa. Mimi nilipokuwa ninaoa, mimi nimeanza kutumika sijaoa. Nilipokuwa nakaribia kuoa wakawa wananiambia, tena wengine wa mama wa kiroho wakasema, kijana una neema, lakini ndoa ni ndoano. Angalia fulani, wanakopa na mifano fulani alipooa tu na huduma yake ikafa. Mama mmoja nikakutana naye, yuko fire yule mama, ni mchungaji. Akaniona pale siku ile nafundisha, si unajua ule upako ufundisha namna hii, paka na luka hivi, haya upako umeshuka, kemea pepo kweli kweli. Yule mama akanitazama akasema wow. Tulipofika ofisini akasema, mwanangu wewe una neema, lakini njoo ukutane na mimi baada ya kuoa. Na akaniambia kabisa, ukioa kama miaka 3, afu nataka niuone upako ule ule nilioona leo. Lile jambo lilinisumbua. Sasa ni rahisi tu kusema mwalimu inakuaje, lakini baadaye nilikuja kumuelewa alichokuwa anamaanisha, ingawa hakuongea hicho. Mungu anapokupeleka hatua nyingine, kila hatua ina vita yake, kila hatua ina maisha yake. Unajua kuna mtu mwingine anatamani, yani ningekuwa najulikana nchi nzima. Sikiliza, kujulikana nchi nzima kuna shida yake. Kuna maeneo ungeweza kutembea tu kwa mguu namna hii, uenjoy, ufurahi, lakini huwezi tena. Kuna vibanda vya chips ungeweza kuingia, lakini huwezi tena kuingia. Oho. Unapita hivi mpaka unatamani, unasema kile kibanda kile, tena mayai ya kienyeji, Mungu wangu, lakini huwezi. Alafu mwae kusikia mtu anaongea mwenyewe, anafasema, ningekuwa mimi ningeshuka hapa, ningechukua pale chips. Sasa unamuuliza, kwani wewe ni nani? Na huyo unayesema angekuwa wewe ni nani? Manake maisha ya kuwa yeye yameshakufa, yamezaliwa maisha mengine. Wengine hajanielewa. Umewahi kujiuliza kwa nini kwenye mwili wa Kristo saa nyingine tunawafundisha wa Kristo na tunawafundisha watoto wa Mungu wengi kuwaheshimu viongozi wao na kuwaheshimu wachungaji na kuwaheshimu maaskofu? Umewahi kujiuliza kwa nini? Kuwaheshimu wazee wa makanisa yao. Umewahi kujiuliza kwa nini? Mtu akisha kuwa kiongozi, maisha yake yanakufa, yanabaki maisha ya watu wengine. Akilala na waza wengine, akiamka na waza wengine, na lile kusudi la Mungu alilomweka kwa ajili ya hao, ndio maana anakuwa mtumwa wa wengine. Kiona mtu anasema kiongozi alafu anajiwaza tu yeye, bado kuna mahali hajajua. Na ndio maana kuna mtu akipewa uongozi analia, unakuwa msiba. Kwa nini unakuwa msiba? Kwa sababu saa Mungu anamweka kwenye uongozi, maisha yake yamekufa, sio yeye anaishi tena. Kuna vitu alizoea kufanya hatafanya, hata kama sio dhambi hatafanya. Kuna nguo alizoea kuvaa hatavaa, na sio dhambi, lakini hatavaa. Labda kama asikii maelekezo ya Roho Mtakatifu. Kuna vitu Roho Mtakatifu anaanza kukubana kutokana na kusudi aliloliweka ndani yako. Kuna maeneo ulikuwa ukiingia na sio dhambi, lakini saa hiyo ukiingia ukitoka una amani. Wengine hawajaelewa. Kuna mpaka aina ya saluni. Unajua saizi wa Kristo wanasema hadi kwenda kufanya massage. Mmekaa kimya, mnajifanya mjui. Utasikia kufanya massage. Mtu eti Mkristo baba kabisa, mtu ameokoka na mwili wake ni wa Roho Mtakatifu, anavua nguo eti wamtengeneze mwili wake, eti amechoka. Huyo kafa kiroho huyu. Haiwezekani. Roho Mtakatifu hawezi kuruhusu ujinga. Mungu ana wivu nyi watu wa Mungu. Hivi mnaelewa?
Mungu ana wivu, hawezi kuruhusu ujinga. Unavua nguo, alafu mtu anayekushika shika jinsia nyingine wa kike, alafu unasema unajua wahubiri wa siku hizi nao wako kilokoloko. Tuko kiloko, tutaona mbele ya safari na wokovu wako. Tunajua mko nyuma ya wakati. Sisi tuko nyuma ya wakati. Sisi yaani wewe ukiniona hapa mimi niko nyuma ya wakati kabisa. Yaani adui anakushawishi kwamba mimi niko nyuma ya wakati, ila wewe uko katikati ya wakati. Kwenye massage wao, unajua hata ilikotokea hiyo, kawaulize wazee wenu kama walifanya ujinga wa namna hiyo, hata waliokuwa wapagani. Kaulize, nenda ukaulize. Biblia inasema kaulizeni mapito ya zamani. Wewe uende kule, alafu huo mwili ubebe nguvu za Mungu juu yake. Haiwezekani. Kaulize mapito ya zamani. Alafu mtu anashawishika niwafundisha mahali pengine. Ndio maana ukiokoka Mungu anakuongoza kwenye kila eneo. Hata aina ya mafundi wa kusuka nywele zako, sio kila fundi, sio kila msusi. Hata aina ya saluni unazoingia, sio kila saluni. Kunyoa unaweza ukaingia kabisa na ukakaa, afu Roho Mtakatifu akakwambia inuka hapa, ondoka, na ukainuka. Unasema mwalimu, kwa namna gani? Wala hakuna mahali imeandikwa kwenye Biblia, ila kwenye Agano Jipya imeandikwa wale wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Sasa unajiachia tu, sema hamna shida, nimezoea ile saluni. Umezoea. Kwa Mungu hakunaga kuzoea. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Kwa imani Sala akapokea uwezo. Mwalimu, kwa nini umeongea hivi vyote? Kwa sababu ndivyo vinavyoharibu mpaka uwezo wa watoto wa Mungu ndani yao. Vingine vina najisi, vina kunajisi. Umeokolewa vizuri, Roho Mtakatifu yuko ndani yako, Yesu yuko ndani yako, lakini kwa namna ya maisha unaoishi unajinajisi mpaka ule uwezo alioweka ndani yako unafifishwa kabisa. Matokeo yaoni. Nasema nafunga na kama milimani, natamani Mungu ajifunue, hajifunui. Unaanza kusema mimi nina shida, mbona Mungu ajibu maombi? Cheki aina ya maisha unaoishi. Uwezo ni nguvu iliyoko ndani yako inayosababisha vitu kutokea. Sala alipokea uwezo na vitu vikatokea. Unasema mwalimu, nataka kuwa na ndoa yenye amani. Unaweza ukawa na ndoa lakini sio ndoa yenye amani. Kuwa na ndoa ni jambo jepesi sana, kwa sababu hata mganga wa kienyeji anayo. Lakini kuwa na ndoa yenye amani iliyobeba kusudi la Mungu ndani yake ni jambo lingine kabisa. Ndio maana unaweza kwenye hiyo ndoa, watu wakikutazama nje hivi unafurahi, unaselebuka, lakini wewe unajua unachopitia. Na saa nyingine unasema shetani. Hakuna hata cha shetani hapo. Uwezo. Na adui anafurahi sana akija kupiga uwezo ulio nao, kwa sababu kuna vitu kwenye ndoa havizaliwi tu kwa kusema Mungu ninaomba. Hamna, uwezo. Ndio maana wale wanaosoma maandiko wanaelewa, wanasema ishini na wake zenu. Kwa nini? Kwa nini? Kwa upako Kwa nini? Kwa upako. Kwa upako, kwa maombi, kwa akili. Sasa maana yake unaweza ukaona akili ya kufaulu darasani, akili ya kufanya biashara vizuri, lakini una akili ya kuishi na mke wako. Unaweza ukawa na akili ya kumtumikia Mungu, lakini sio akili ya kuishi na mke. Kuna gundua changamoto nyingine unafikiri ni kubwa, kumbe akili yako ndogo imefifishwa. Na nikwambia, mtu akikosa maarifa, akikosa akili, ni sawa na mtu ambaye ana giza. Nikwambia kwenye Biblia kiroho, tunapozungumza giza na nuru, hatuzungumzi tu mapepo na mashetani.
na Roho Mtakatifu. Tunazungumza pia, ukizungumza ujinga, ujinga ni giza kiroho. Ukizungumza maarifa, maarifa ni nuru. Ufahamu ni chemchemi ya uzima kwake aliye nao. Kwa mtu akikosa ufahamu kwenye hilo eneo, hana chemchemi ya uzima. Kwa unapojifunza namna hii, lazima ufahamu kuna vitu unaviomba kwa Mungu. Unamwambia Mungu, nipe. Sikiliza, usikimbie mchakato wa Mungu kukupa uwezo. Kuna vitu huwezi kuvihendo bila uwezo. Huwezi. Ndio maana unapomwomba Roho Mtakatifu, nijaze, uwe unajua Roho Mtakatifu haji kukujaza ili ukale mandazi. Anataka akujaze ili ndani yako kuwe na uwezo wa kuleta matokeo, kuzaa matunda ambayo yakionekana yatampa Mungu heshima. Unajua, nilikuwa najaribu kumfuatilia rafiki yangu mmoja. Yeye ana rangi ya kichina hivi. Akawa anaelezea juu ya mtu aliyegundua ile kompyuta ya Apple, simu za Apple. Mnazifahamu kompyuta ya Apple, si sawa? Na yule mtu ana heshima kweli duniani. Akawa anamfuatilia, aliwezaje mpaka apate heshima hii yote. Akagundua ni mwanadamu wa kawaida tu kama sisi. Lakini yule mtu kwenye kitabu chake ameandika siri ya kugundua vile vitu, ya kuwa na ile akili. Anasema alikuwa kuna wakati akitoka, ikifika usiku masaa ya saa 4, saa 5, saa 6, anajifungia ndani. Anatulia kule ndani. Kwa anatulia, anaanza kufikiri, kuwaza. Afu anashuhudia, anasema nguvu inakuja. Sasa hizo ni nguvu za giza. Inakuja, inamjaa, inaiamsha akili yake. Anasema ile akili inaanza kufanya kazi supernaturally. Naanza kuona vitu beyond. Naanza kuona, yani akili, yani nguvu inakuja, inapita kwenye akili fyo. Alafu akili inakuwa boosted, inafanya kazi supernatural. Anaanza kuwaza, anaanza kuona. Afu leo mpaka unasifia kompyuta ya Apple iko vizuri sana, nzuri. Lakini angalia mwenzako alichokuwa anafanya. Sasa angalia walokole waliojaa roho, mtazame mwenzako. Mwambie roho uliyejaa anaifanya akili gundue nini? Mbona unanitazama wakati nimekwambia muulize? Unamuogopa? Mwambie roho uliyejaa ameyamsha akili yako, imegundua nini? Anasemaje? Sijui unaelewa. Maana yake kuna pigo moja hapa tulishapigwa la hatari. Kasome. Paulo anamwandikia Timotheo, Mungu atakupa akili katika mambo yote. Kasome kwenye Wafalme. Maandiko yanasema Mungu akampa Sulemani akili nyingi sana. Kasome kwenye Kutoka, Mungu alipotaka hema lijengwe akawajaza watu. Kaangalie, aliwajaza watu roho ya Mungu katika hekima. Afu pale chini anazungumza na akili za moyoni. Akili. Wewe fikiria, Mungu anataka hema, lakini alitaka watu wenye akili ili awapate. Aliwajaza roho ya Mungu ili apate watu wenye akili. Leo tuna Wakristo wananena kwa lugha, afu muulize kagundua nini? Akifanya biashara ameangalizia kwa jirani. Unamuuliza kwa nini unauza nyanya? Nilimuona mama fulani anauza nyanya. Kila anachofanya lazima angalizie. Unaelewa maana yake? Unajiuliza, sasa huyo roho aliyejaa ni roho yupi? Roho tuliyejaa ni roho yupi, watu wa Mungu? Yaani fikiria umepewa ofisi kule, wale mnaofanya kazi serikalini, sijui ni dokta, sijui ni nani, na wewe kuna changamoto inatokea na wewe unaanza kusema hata mimi sijui. Yaani una roho alafu unatoa lile neno sijui. Ni hatari sana. Nakumbuka miaka fulani mchaji wangu mmoja alikuwa Muislamu, yule mzee. Moja ya kitu nilikataa ni neno sijui.
Yaani uniulize jambo alafu niseme sijui, hilo nililikataa. Kwa hata kama sijui, sitasema sijui. Kwa sababu nikisema nitazoea kuongea hilo neno kama excuse. Na nikizoea hivyo akili italala. Kwa hiyo hata kama sijui jambo, akiniambia, akiniuliza na ninajua sijui, namwambia nipe muda. I have to think. Acha nifikiri kwanza. Ukisikia nasema acha nifikiri, ujue sijui, yani hilo jambo niko zilo, lakini nitafikiri mpaka nilete jibu. Kwa sababu usipofikiri akili inalala, unakuwa kama maiti inayotembea. Mmoja ameelewa. Haleluya watu wa Mungu. Uwezo ni nguvu ya kuleta matokeo. Na ndio maana wewe ambaye unasema nimeokoka, kwenye eneo moja wapo unatakiwa kujipima, ni eneo la kuzaa matunda. Eneo la matokeo yanayoendana na mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako. Hilo eneo unatakiwa kujipima kwamba mimi nimeokoka na nimejaa Roho, matokeo yanayoendana na wokovu wangu yako wapi? Na usijipime kwenye eneo moja. Usijipime tu unajua mimi nimeokoka, ndio maana ninaomba sana mpaka nguvu za Mungu zinashuka. Hiyo sio shida. Sawa, umefaulu huko na maeneo mengine. Na maeneo mengine. Kwa ukisha okoka, lazima uanze kuchunguza ule uwezo ambao Biblia inasema mtu akijaa Roho anakuwa nao. Ni upi? Usipouona, una wajibu wa kulia mbele za Mungu na kuomba kwamba Bwana nijaze, Roho Mtakatifu nijae tena, nijaze. Nataka kuona uwezo, nataka kuona uwezo, nataka kuiona hii neema. Neema huwa inaonekana watu wa Mungu. Neema inaonekana. Kasome maandiko. Wagalatia 2:9 inazungumza wazi. Wale wenye sifa ya kuwa nguzo, Paulo anawataja wakina Petro, Yohana na Jacob. Anasema waliiona neema, waliiona neema, waliiona neema, waliiona. Maana yake neema inaonekana. Inaonekaneje? Kwa matokeo. Uwezo unaonekana. Wengine hawajaelewa. Kasome maandiko uone. Matendo ya Mitume sura ya 8. Ukamwangalia mzee Simoni baada ya kuokoka. Kasome uone. Mzee Simoni baada ya kuokoka, Biblia inasema akaona watu wanajazwa Roho Mtakatifu, wakina Petro na Yohana wakiwa wanaweka mikono juu yao, watu wanajaa Roho Mtakatifu. Mzee Simoni akasema hili jambo ni zuri, huu uwezo sio wa kawaida. Akasema mimi ninayo hela, niwape hela na mimi mnipe hiki kipawa, nikiwekea mikono watu wanajaa Roho. Uwezo unaonekana, haujifichi. Haleluya watu wa Mungu. Sala alipokea uwezo. Kuna vitu kwenye maisha yako vinaweza vikawa havionekani kabisa. Kwenye ulimwengu wa roho vinaonekana, lakini kwenye mwili hujawahi kuviona, hujawahi kupokea. Ni kama vile Isaka wako. Mungu alishakutabilia, alishaongea, akasema nitakupa uzao, nitakupa Isaka. Lakini huyo Isaka umuoni. Mungu anachosubiria ni nini? Uwe karibu naye, akujaze uwezo, uwezo utakaosababisha Isaka atokee. Kwa sababu uwezo haufungwi na nyakati. Biblia inasema wakati wake ulikuwa umepita. Wakati wake wa kufanya nini? Wakati wake wa kufanya nini? Wakati wake wa kuzaa. Tumbo lilishakufa. Mwingine anasema wakati wangu wa kufanya nini? Wa kufanya biashara, wa kuolewa, wa kuoa, wa kufanya nini? Ulishapita. Biblia inasema wakati wake ulipita, lakini kwa imani alipokea uwezo. Nje ya wakati alipokea uwezo.
nje ya wakati alipokea uwezo. Kama kuna kitu wasikubaliani nacho, ni mtu asimame aseme wakati wako umepita, aseme wakati wako hapana. Jamani, ukimpata Mungu nyakati zote zinarejeshwa. Ule uwezo ulioko ndani yako tarejeshwa kwa imani. Alipokea uwezo. Manake kuna mahali ulitoka huo uwezo ukaingia ndani yake. Alipokea kwa imani uwezo wa kupata mimba. Alipokea uwezo wa kuwa na maono. Ndio nasikia mtu anashuhudia, nilikuwa nimejikatia tamaa, hakuna mtu anayeniona, hakuna mtu anayenitazama, lakini kwa imani nilipokea uwezo. Kwa imani nilipokea uwezo. Kwa imani nikapokea nguvu ya kuniwezesha. Kile kilichokuwa hakiwezekaniki kikawezekanika. Kile kilichokuwa hakitokei kikatokea. Watu waliposema siwezi, nilienda mbele za Mungu akanipa uwezo wa kufanya kile kilichoonekana hakiwezekani kufanyika. Na ndivyo natamani kanisa la Mungu la siku za mwisho. Wale wanaoambiwa hawezi kuhubiri injili, wakipokea uwezo watakuwa kama simba kwenye ulimwengu uliojaa uovu. Vinywa vyao vitatema moto. Kwa nini? Kwa sababu wamepokea uwezo. Haleluya. Mwalimu, nina mipango mingi na Mungu ananipa msukumo lakini havitokei. Pokea uwezo. Vitatokea tu. Vitatokea. Nasema vitatokea. Nasema vitatokea. Mimi ni muombaji sana mwalimu, lakini vitu havitokei. Vitatokea. Mungu sio muongo, watu wa Mungu. Vitatokea. 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 Mungu hawezi kukupa uwezo alafu vizuiliwe kutokea. Vitatokea. Na ndio maana kwenye semina hii, sikiliza, kama unao uwezo na adui amekuwa akiuzofisha, umekuwa na vita nyingine. Kuna vita inaitwa confusion, kuna vita inaitwa plan, kuna vita inaitwa hila, kuna vita inaitwa mpango mkakati wa kuzimu, kumfanya huyu mtumishi wa Mungu asiwe na utulivu, ili tuharibu uwezo wake, ili tuzofishe uwezo wake. Wakati wewe unaichukulia kama vita ya kawaida, kumbe inakutingisha tingisha, ikuhamishe kwenye focus, ikuondoe. Na wengine unakuta wameshahama kwenye focus yao, wameshahama kwenye mitazamo yao. Wanasema inawezekana, ni kweli, inawezekana, ni kweli, ndio sababu sivuki, ndio sababu sipiti. Kumbe shetani alichokuwa anatafuta ni ile mbegu aliyoiona ndani yako, kwamba wewe ukiachiwa nafasi ukawa na utulivu, dunia itatingishika, Dodoma itatingishika, Tanzania itawaka moto. Kwa hiyo ili akuzuie, anaweka mpango mkakati, weka confusion. Kila ukiamka una stress, sijui nifanyeje, hali yangu ni mbaya. Anakutengenezea mazingira, na saa nyingine anafanya hila utengenezewe skendo na majina ambayo sio ya kwako. Wewe muuni, wewe mbaya, wewe hivi. Lengo tu usiwe na utulivu. Sikiliza mtu wa Mungu, kwenye semina hii tutaomba. Lazima uwezo ambao Mungu alikusudia uwe nao lazima urejeshwe ndani yako. Unanisikia ninachosema? Nasema lazima uwezo ambao Mungu alikusudia uwe nao, na sio kwa ajili yako tu, kwa ajili ya ufalme wake na kwa ajili ya watu ambao Mungu anataka awavushe kupitia wewe. Alivushe kanisa kupitia wewe, avushe wanadamu kupitia wewe, avushe ofisi kupitia wewe, avushe uchumi wa nchi kupitia wewe. Huo uwezo ataurejesha ndani yako. Roho Mtakatifu anaweza haya yote, anaweza, sina shaka katika hilo. Roho Mtakatifu anaweza. Amen, 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 amen. Tunapomalizia ili tuombe. Uwezo ni nguvu ya kukufanya uwe na utambulisho fulani. Uwezo. Tunamalizia ili tuombe. Uwezo ni nguvu
Yohana sura ya kwanza mstari wa 12. Yohana sura ya kwanza mstari wa 12. Uwezo ni nguvu ya kukufanya uwe na utambulisho fulani. Mandorobosi. Uwezo ni nguvu ya kukufanya uwe na utambulisho fulani. Jesus. Hiki ninachowaambia watu wa Mungu, shetani anapambana nacho sana. Ndio maana unaona saa nyingine wale mnaofanya maombezi hapa mnaelewa. Kuna watoto wengine wa shule ukiwa unakemea namna hii, pepo linalalamika. Linasema hatutaki asome. Lingine inasema watu wenye akili kama yeye hawako kwenye familia hii. Sasa unajiuliza hayo mapepo yanawinda nini ndani ya yule mtoto? Yanawinda uwezo. Kuna watoto Mungu aliwawekea uwezo toka kwenye matumbo ya mama zao ya kuwa viongozi. Ndio maana kama kanisa inatakiwa kuchangamka kuomba ni wakati huu. Unaposikia mambo ya chaguzi. Kuna aina ya wanasiasa, madiwani na wengine wabunge wanatamani kugombea mwaka huu, hawajawahi kukaa kwenye hizo nafasi. Wanatamani wapate nafasi, lakini wengine ukitazama ni kwa ajili ya kutafuta mkate wao wa kila siku. Sasa wanatamani kupata nafasi, hawana uwezo wa uongozi. Wanapateje sasa uwezo wa uongozi? Kasome maandiko. Wanapateje? Ndio ile wanaenda wengine, sijasema wote, wengine wanaenda kwa waganga wa kienyeji. Wakienda kwa waganga wa kienyeji wanapewa masharti. Wanaambia tafuteni, tukikutazama wewe tunagundua huna uwezo wa kuwa kiongozi. Lakini kuna watoto fulani wadogo, tukitazama wako shule fulani. Kuna mtoto pale amezaliwa na uwezo wa kuwa kiongozi. Kwa wewe kalete jogoo mweusi au kalete ng'ombe au kalete mbuzi. Tunataka kuchukua ule uwezo wa yule mtoto tukuingizie wewe. Maana yake tunafanyeje? Tumfunge yule mtoto ili wewe uwe na uwezo. Afu kitokeza mbele ya watu ukiongea sio wewe, ni nguvu ya yule mtoto anayesoma anaongea. Na ule uwezo ukishapigwa namna hiyo na madhabahu za kichawi, unashangaa mtoto alikuwa akiendelea vizuri shule na alikuwa akikaa nyumbani anamhoji mama yake, mama, mambo yamekaaje hivi? Kwa nini yamekaa hivi? Ana maswali fulani ya kiuongozi. Anatafuta suluhisho kwenye kila kitu. Sasa ule uwezo akishapigwa, unashangaa ghafla mtoto amekuwa bubu nyumbani. Sio bubu wa kutokuongea, akiongea anaongea ujinga tu, haongei tena zile mantiki alizokuwa akizungumza. Ghafla unashangaa hasikii hamu ya shule. Ghafla unashangaa hali yake ya kupenda kwenda kanisani imekufa, haimbi tena zile nyimbo za Sunday school. Ghafla unashangaa alikuwa akipenda kushika na maiki, hashiki tena. Ghafla unashangaa ni mtu anataka tu vitu fulani tu kwenye TV, alikuwa anasema nifungulie channel fulani nisikie neno la Mungu Baba, saizi anataka tu nifungulie movie na vitu vingine. Uongozi umeshakufa. Afu yule mtu anaenda anakuwa kiongozi kule, watu wanamtizama, lakini kumbe kuna nguvu za watoto waliokuwa na future ya miaka ijayo kwenye nchi hii. Wamepigwa na wazazi wao hawajui, na wameokoka wananena kwa lugha wako makanisani. Hawafahamu. Na ndio maana nimekuambia kwenye semina hii kuna kongamano la maombi pale mbele. Patawaka hapa. Hata kama sio mtoto wako, hata kama ni mtoto wa ndugu yako, hata kama ni mtoto wa kwenye familia ambaye kuna vitu vimefanyika ili kuharibu uwezo ambao Mungu aliweka ndani yao, lazima alejeshwe. Sijui unanielewa kanisa? Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Kwa hiyo ule utambulisho wa kiuongozi unapigwa. Na ndio unasikia watu wengine wakisema ule utambulisho, unajua nyota yake sijui, hamna uwezo. Umeharibiwa. Uwezo umeharibiwa. Hataweza kufungua kurasa za kitabu chake Destiny, Purpose ambayo Mungu alimletea duniani. Kwa hataweza kufungua hata ukurasa mmoja. Ndio maana watu wanaishi leo vitabu vyao bado vimefungwa. Mtu ana miaka 25 lakini kitabu chake cha maisha bado kimefungwa.
hakijafunguka hata ukurasa mmoja ya sababu ya yeye kuwepo duniani. Imefungwa kwenye kurasa. Na ndio maana kwa nini kujaa Roho Mtakatifu ni muhimu? Kwa nini ni muhimu? Kwa sababu Roho Mtakatifu anapojaa kwa mtu ndipo maisha yake yanaanza. Ndipo ukurasa unafunguka. Sasa mwingine anaweza akawa amefunguka ukurasa wake, yuko kwenye yaliomo. Anaona mapicha picha. Yaani mimi najiona ni mtu mkubwa. Yaani mimi naiona familia, najiona. Unajiona Haya, kuwa sasa. Kuwa. Najiona. Ndio maana mnatufanya hadi wahubiri sasa tuharibike. Tuanze kusema, angalia umeshika funguo, umeingia kwenye gari, washa gari. Nyinyi ndio mmetuharibu. Najiona. Unajiona. Kuwa sasa. Ayakaa kwenye mchakato wa kuwa hivyo unavyojiona, hutaki. You are so busy. Najiona mimi nikiwa shujaa kwenye familia. Unajiona saizi ukoje? Kuwa sasa. Wewe sio umedidimizwa. Kweli kile unachojiona ndivyo ulivyo. Lakini kwenye ulimwengu wa mwili hauko hivyo. Yesu anashangaa. Roho Mtakatifu anashangaa. Mbinguni wanashangaa. Kuna vitu unalia na wao wanashangaa. Why analia? Why analia? Package yake yote imejaa. Package yake yote imefull. Kwa nini analia? Wanashangaa. Why you are crying? Package imefull. Kitabu chako kilishakamilika. Mungu anamwambia Yeremia, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua Yeremia. Maisha unaotaka kuyaishi hayako kwenye kitabu chako. Sikia neno la Bwana. Na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekufanya kuwa nabii wa mataifa wewe, Yeremia. Manake ni kama anamwambia kitabu chako na huko unakotaka kwenda havifanani. Turn back. Fuata hiki. Na ndivyo tulivyo na sisi watu wa Mungu. Usijizalau. Uwezo wa watoto wa Mungu wengi umepigwa, umenyamazishwa. Hauoperate, haufanyi kazi ipasavyo. Mambo hayatokei. Utambulisho wao umefutwa. Kwa namwombea binti yangu mmoja, alikuwa anasali kanisa moja mkoa fulani, kanisa moja la TAG kule. Nikaa namwombea. Wakati namwombea, kwanza alikuja na huzunika sana. Sema, mwalimu, kwa nini mimi naonewa hivi? Kazini kwangu sijafanya kosa, makosa yote wananipa mimi. Alafu akasema kitu kingine. Akasema, mwalimu, sio hivyo tu, lakini saa nyingine mimi nikienda kanisani nazuiliwa. Mimi nina kitu cha kuimba, hata mchungaji wangu anioni. Mimi na shida gani? Unajua tulipoanza kumwombea, unajua nini kilitokea? Baada ya maombi, fire in the mighty name of Jesus. Huyu aliumbwa kwa kusudi kamili la Mungu. Kwa nini ateseke wakati ameamua kumchagua Yesu kwenye maisha yake? Fire in the mighty name of Jesus. Mapepo yakalipuka. Maroho yale sio mapepo ya kawaida, maroho yakasema, kwanza hata huko kanisani anakosali na sisi tumemfuata. Le kanisa ni kubwa sana, wamemfuata. Unaelewa, hao wanaozungumza wamemfuata. Maagenti kabisa wako kule kanisani, wamemfuata. Wako kwa mission ya mtu huyu mmoja. Hawana shida na kanisa, ila huyu aliyesema ameokoka akatoka kanisa ile akaenda, wamemfuata wakasema tuko naye, hatumwachi. Na analalamika, anasema haiwezekani, tumechukua utambulisho wake. Kwa sababu tukimwachia huyu atapata kibali kila mahali, kanisani mpaka kazini kwake. Kwa sisi tumenyang'anya utambulisho. Nikasema, nyie mjui kama ameokoka? Anasema tunajua. Ndio maana tunamvuruga asiende kwenye maombi wala asisikie neno la Mungu, asisome Biblia wala chochote.
yani yanajua, alafu yametafuta udhaifu alionao. Wakati kibibilia mtu aliyeokoka ni aibu kubwa kuwa na mapepo. Haitakiwi, kwa sababu huyu ni kiumbe kipya. Ni kosa kuwa na mapepo au laana, haitakiwi. Ndivyo ilivyo. Sasa inakuwaje mtu ameokoka na ana mademons? Nguvu ya kukutengenezea utambulisho, uwezo. Jambo la mwisho, maana ya uwezo ni nguvu inayokuwezesha kufanya vitu kwa usahihi. Uwezo. Simama kwa miguu yako. Mandorobos. Nataka kufanana nawe Yesu, moyo wangu. Nataka kufanana nawe Yesu, moyo wangu, moyo wangu, moyo. Kesho itakuwa siku ya 3. Jiandae kwa ajili ya maombi. Na kesho nitazungumza pointi 2 ambazo zinaonyesha kama uwezo. Yani vitu gani ukiwa navyo unatafsiriwa kama mtu mwenye uwezo kibibilia. Nitakupa angalau vitu 2 kesho, na viko vingi lakini 2 nitakuonyesha. Na tutakuwa na maombi na maombezi. Lakini muda huu naomba ujiandae kwa ajili ya sadaka. Shika sadaka yako. Na siku ya kesho tutakapofika hapa, ukisikia kufunga, hebu funga masaa 12. Ukisikia kufunga na kuomba, funga masaa 12. Unasema, mwalimu, kwa nini unatia msisitizo huu? Sikiliza kitu Roho Mtakatifu ananihimiza ndani yangu. Kuna watu wana vita ya kuwanyima utulivu peke yake. Yani vita anayokutana nayo ni ili akose tu utulivu wa kukaa na Mungu kwenye maisha. Hawa watu unakuta hata hawana pepo ndani yao, lakini ni vita kwenye ulimwengu wa roho, asije akawa na utulivu wa ndani. Adui anaweza akapiga uchumi ukafikiri anatafuta uchumi, kumbe hana shida hata na uchumi wako. Vita ya kukufanya wewe usiwe na utulivu. Kila ukikaa uwaze, nitakula nini, nitalipa kodi na kitu gani. Afule muda unaowaza hivyo, kuna kitu Mungu alitaka kukiachilia ndani yako, hakukutii. Andaa sadaka yako.
Nataka tuombe, lakini kesho tutakuwa na maombi mengi kidogo. Mandorobosi. Mandorobosi kiliandarabakorobosi. Rindorobosi. Mwingine hata tunavyojifunza hapa anapata shida sana kusikia. Moyo umepigwa ganzi. Moyo ni kana kwamba umekufa ndani yake. Kwa akisikia ni kama vile na mchanganya tu. Mwalimu anaongea nini? Unasema mwalimu unaongea kitu gani? Sikiliza. Unaona ndani ya moyo wake mtu mwenye simanzi na machungu mengi na vidonda ambavyo vimefanya ndani ya moyo wake kuwe na hukumu ambao mtu mwingine akiongea lugha inayotafsiriwa ndani yake ni nyingine kabisa. Nataka uombe kwa dakika chache, alafu wakati askofu anakuja kumalizia kuomba kwa ajili ya sadaka na kukuruhusu utoe sadaka, tutakuwa tumeshamaliza. Uko tayari kuomba? Chorus moja. Moyo wangu ufanane na Yesu. Maisha yangu, kuomba kwangu, kutembea kwangu, kunena kwangu, kutenda kwangu, kuwaza kwangu, kuishi kwangu kufanane na Yesu. Chorus. Yes. Nyanyua mikono yako juu, ishara ya kunyenyekea mbele za Mungu aliye hai. Mandorobos. Roho Mtakatifu ni kila kitu, watu wa Mungu. Yeye aliyekuleta duniani na akakupa ulicho nacho hawezi kukuacha. Hey, Mandorobos sikiriandarabako. Risandarabako rabasi. Rimandara bakora basaya, Riko kondo robo sandara bakora basa, Rindo yandara basaka yantara bakora basia, Kando robo sandara bakora, Rimandara bakora basi, yandara basaka, Rikondo robo sandaya, Rikandara basaka yantara bakora basia. Bwana, unapokuwa upande wetu hata kuzimu yote ifunguke, haiwezi kashinda. Kando robo sikirianda rapako, Rimandara basia, Rikokondo robosa, Rikandara pasaka, Rikandara pasaka yantara bakora, Risandara bakora basaya, Kando robosa ndara pako, Rimandara basia, Rikokondo robosa, Rikandara pasaka, Kando robosa ndara bakora basanda, Rindo rianda rapasa, Rikokondo robosa,
Rikandara korobosa. Itakuwaje Yesu mtu akaishi duniani kitabu cha maisha yake hakijawahi kufunguka? Risandara pakora rimandara basaya tandorobo sandara pakora basanda rikokondo robosa rikandara pasa rikokondo robo sandara pakora risandara rimandara bakora basia. Katika jina la Yesu aliye hai, wewe ni Mungu uwezaye, wewe ni Mungu usikiaye maombi, wewe ni Mungu usikiaye maombi, wewe ni Mungu usikiaye maombi. Yesu Kristo, hii ndio sababu ulikufa msalabani. Mando yandarabasa risandara pakora, ili tusiwe na ukawaida, ili tusiwe na maisha ya kawaida, ili tusiwe na maisha ya uovu, ili tusiwe na maisha ya dhambi, ili tusiishi maisha ya unyonge. Rabosa risandara pakora rimandara basaya, katika jina la Yesu aliye hai. Nyanyua mikono yako juu. Nataka uombe maombi haya, unisikilize mtu wa Mungu kwa dakika chache, na askofu atakuwa anakuja hapo. Vita yoyote inayo kuconfuse, Bwana akashughulike nayo. Na hicho kilichopata nafasi kwenye mawazo yako, kinachokunyima utulivu, Bwana akakutue, akiondoe kabisa. Akuondoe kabisa hicho kitu, kisikae ndani yako. Roho Mtakatifu apate nafasi. Mando robosi, huo moyo wenye simanzi, Bwana atoe hicho kifuniko. Kando robosi, kando robosi, atoe hiyo hali, akuwekee hali mpya ndani yako ya kuona yeye ndiye msaada. Hata kama yote ni mabaya, lakini yeye yuko hapo kukuvusha na kukuonyesha ukurasa mwingine wa maisha yako. Mando robos. Na tutakapokuwa tunaomba, ukiwa umemimina moyo wako, utashangaa nguvu za Mungu zikiwa juu yako kukusaidia kwenye hilo eneo. Na kama ni mtumishi wa Mungu, utashangaa hata ile shida ya kichwa unaosema mimi naumwaga kichwa sana, sio ugonjwa wa kawaida, ni vita ya kukuzuia, kukuondoa kwenye utulivu. Mando robos. Wengine mnapigwa kwenye familia zenu, unasema wazazi wangu wanaumwa sana. Unafikiri adui anatafuta wazazi wako? Anakutafuta wewe, ana wazazi wako. Jesus. Kando robos. Fuatana na mimi maombi haya. Sema, Mungu ria hai. Paza sauti yako kwa nguvu, mtu wa Mungu. Mwingine anasema, mwalimu, kwa nini unatuongoza maombi? Tunataka tusaidiane na yule ambaye hawezi kuomba mwenyewe. Tunapita maeneo yaliyotofautiana. Watu wamekutana na mambo mazito kiasi ambacho ukimwambia omba hawezi. Midomo yake ni mizito, moyo wake umebeba simanzi na machungu ya kutisha, hawana ujasiri wa kuomba. Kwa ninapokuongoza maombi haya, sio kwa ajili yako tu, tunamsaidia na mwenzetu asibaki nyuma. Ndio maana Roho Mtakatifu amemleta kwenye semina hii ili amvushe kwenye hilo eneo. Sema, Mungu ria hai, katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa ajili ya jioni ya leo. Asante Roho Mtakatifu kwa neno lako, kwa neno lako jioni ya leo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nimeinua mikono yangu, ishara ya kunyenyekea, ishara ya kusema mimi sina mwingine wa kunisaidia, wa kunivusha isipokuwa wewe Bwana. Katika jina la Yesu, nimesikia neno lako, nami ninanyenyekea kwako. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, unilehemu sana kwenye maeneo yote ambayo nimekukosea, ambayo sijakupa nafasi ya kutawala maisha yangu. Nirehemu Roho Mtakatifu, nisamehe kabisa kwenye kila eneo ambalo nimekuhuzunisha kupitia mawazo yangu, kupitia matendo yangu. Jioni ya leo unilehemu. Wewe ni baba yangu, mimi ni mwanao. Unilehemu.
marehemu. E Bwana, sina kimbilio lingine isipokuwa wewe. Sina wa kunishindia vita, sina wa kunipigania isipokuwa wewe. Ndio maana Bwana, jioni ya leo ninaomba rehema zako ziwe juu yangu, juu ya maisha yangu yote, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, ninakukaribisha kwenye maisha yangu yote. Unipiganie vita hii inayonitoa kwenye utulivu, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, nisaidie Baba, nisaidie Baba, nishindie tena, nishindie tena. Finyanga moyo wangu kwa upya kabisa, ufanane na wewe, kwa jina la Yesu. Nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana, jiombee mwenyewe, jiombee mwenyewe. Kuchalie kwa kadri ya neema yake. Inawezekana una sifa kabisa ya kupokea huo msaada, lakini yeye ni Mungu wa neema. Hakuchalie kwa kadri ya neema yake, hakuchalie sasa, kwa jina la Yesu aliye hai. Hiyo vita kwenye maisha yako, kwenye moyo wako, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sikia ewe hali, sikia ewe hali, achia huo moyo, achia hiyo nafsi, achia sasa, 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu aliye hai. Ndio inaachia. Endelea, endelea. Wakati baba askofu anakuja hapa, endelea, endelea, tunamaliza. Kando robos. Endelea, endelea. Hiyo pressure kwenye akili, hiyo pressure ya kihisia, kuanzia sasa toka ndani yake, kwa jina la Yesu. Toka ndani yake, toka ndani yake, toka ndani yake. Ewe moyo, pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Funguka ndani yake kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu aliye hai.